Bado tuko maeneo haya kwenye viwanja hivi vya Buswelu ambapo mamia maelfu ya wakazi wa Mwanza, wadau wa tasnia mbalimbali wamejitokeza kwa ajili ya kumwaga kipenzi chao Juliet Katua maarufu kama Mama Katua. Tuko na mmoja ya washereheshaji wa shughuli mbalimbali za kitaifa na shughuli mbalimbali. Niko naye brother, habari yako bwana? Safi kabisa, habari yako? Jina lako nani kwa niaba ambao wanakutazama? Naitwa Delfino Salvatori almaarufu kama MC Deriki. Ni miongoni mwa wadau wa tasnia ya ushereheshaji ndani ya jiji la Mwanza, na imekuwa ni huzuni kubwa kuondokewa na mtu ambaye ni miongoni mwa waasisi wa kubrandi na kutengeneza namna ya ushereheshaji kuanzia muonekano, upambaji na hata maandalizi yote ya shughuli kuwa kisasa zaidi. Kwa imekuwa ni huzuni kubwa sana. Namkumbuka Mama Katua amekuwa ni miongoni mwa kina mama ambao mimi binafsi toka mwaka 2017, 18, 19 amekuwa ni watu ambao wakitu-encourage sana, kwanza kuzingatia muonekano mzuri tunapokuwa kwenye sherehe, kwa sababu wakati anaanza safari za kwenda China alikuwa anatuletea vitu vingi sana kama tai, urembo, maua na vitu vingine kama hivyo. Yote hiyo ilikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanatu harmonize, wanatupa chachu ya kuweza kuwa washereheshaji bora ndani ya jiji la Mwanza. Yeah. Unaweza kutuelezea 2017 wakati unaanza kukutana naye, unakumbuka vitu gani vya awali kabisa nje tu na mavazi ambavyo unasema hivi kwa kweli hivi nilivipata kutoka kwa Mama Katua? Wakati mimi naanza kukutana naye, tofauti na muonekano wa mavazi, urembo na vitu vyote, ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuencourage watu, kuwatia moyo watu kwamba jamani tufanye. Tumeona Dar es Salaam wanafanya vizuri, unaona Dodoma wanafanya vizuri, unaona wapi wanafanya vizuri. Kwa Mwanza pia tunatamani tuwe na soko ambalo lina muonekano mzuri, vijana ambao wanapata fursa na nguvu ya kuweza kufanya vizuri sana. Kwa ni mtu ambaye alikuwa akihamasisha watu waweze kufanya vizuri, hasa sisi vijana. Amekuwa ni chachu na vijana wengi, umeona kwenye mapambo watu wamekuja kutoa salamu, waimbaji na vitu vingine vyote, na sisi pia MC amekuwa ni sehemu ya kutugusa. Yes. Poleni sana. Hii ni yote kwa kweli. Okay. Asante. Sawa, shukrani sana. Asante. Niko na brother hapa. Brother, mambo vipi? Safi, habari wewe bro? Wananzengo wanakutazama hapa, ni miongoni mwa MC ambao mmevutiwa, mmeguswa kwa namna moja na ukasema acha ufike kwenye huu uwanja wa Buswelu kuja kumwaga Mama Katua. Kwako wewe binafsi kwenye eneo lako la UMC unafikiri aligusa katika engo gani hasa? Tuanze na majina yako. Majina yangu naitwa MC Double J kutoka hapa Mwanza, ni mtu huduma upande wa ushereheshaji. Kiukweli Mama Katua amekuwa ni mtu ambaye ni supportive sana kwenye industry ya sherehe, especially kwa hii kanda ya Ziwa. Ni mtu ambaye amekuja amefanya mabadiliko makubwa sana kwenye tasnia nzima ya upambaji na ushereheshaji kwa ujumla. Kwa upande wangu nimekuwa affected kwa sababu tunategemea zile kazi kubwa ambazo zilikuwa zinapita kupitia mikononi mwake. Watu ambao tutakuwa kwanza kuwa recommended ni sisi wakazi wa Mwanza, sisi MC vijana ambao tunakuja kwenye game vizuri. So kwa hii situation ya Mama Katua kuondoka hapa duniani imekuwa ni pigo kubwa sana, especially kwa upande wangu na kwa vijana wenzangu MCs. Tunaamini kwamba industry imekuwa affected moja kwa moja. Yes. Unafikiri Mama Katua ametuachia somo gani hasa kwenye haya maisha yetu? Ukiangalia hapa kwa haraka ni zaidi ya watu, ni mamia ya elfu, mamia ya watu wako hapa. Kitu cha kwanza ambacho mimi nakiona kwake ni upendo. Lakini pia ni jinsi gani alikuwa anagusa jamii moja kwa moja. Kwa watu ambao wako kwa lika lake, vijana, wakina mama, wazee, watu wote wamekuja hapa. So somo ambalo tunalipata sisi kama vijana, tutengeneze watu ambao watatuzika vizuri huko nyuma. Tutengeneze watu ambao watatulilia vizuri. Tutengeneze watu ambao wataishi na sisi kwa upendo hata kama siku ambao sisi tukitoka duniani. Tunaona leo watu wanajitolea kuwa mama wa Albert. Ni kitu ambacho kwa jicho la nyama huwezi kuelewa vizuri. Lakini ukiona mpaka mtu ana declare kuwa mama mzazi wa mtu fulani, maana yule mtu aliyekuwepo kwa niaba yake ameacha kitu kikubwa sana kwenye moyo wake. Okay. Yes. Sawa. Nashukuru sana. Asante sana, Mungu akubariki pia. Okay. Watazamaji wanakutazama, wewe ni MC nani na kwa nini umeguswa kiasi hicho mpaka na wewe uje kumzika Mama Katua? Asante. Kwa majina naitwa Dennis Mitano Basaswa almaarufu MTN Keksi Mwanza, lakini pia kutokana na neno la mama aliwahi kunipa hamasa au kunitonya kwamba nina nguvu, nina uwezo wa kuzungumza na watu, na hata kunipa hamasa ya kuingia kwenye industry ya kuwa mshereheshaji, na mpaka sasa ni mwaka wa pili najulikana kama MC Mitano Events. Lakini yote hii ni kwa sababu ya nguvu ya mama. Yaani mimi nilikuwa na tamaduni ya kwenda kwake kwa sababu alikuwa anatuuzia baadhi ya vifaa vya keki, maua na vitu vingi tu vya decoration. Kwa hiyo nilikuwa nafika ofisini kwake mara nyingi sana kwa ajili ya kufanya vitu vile, na hata pia alikuwa anajaribu kutuhimiza sisi watu wa huduma wa Mwanza
tuweke jitihada tuweze kufikia soko la kimataifa na hata kazi zetu ziweze kuonekana kimataifa. Tusifanye tu tulikozoeleka, tufanye nje ya mkoa pia. Kwa hiyo kwa upande wangu nimeumia sana kwa sababu tumepoteza mtu ambaye alikuwa na chachu ya kuona watu wanatoka na kuiona Mwanza inaenda mbali. Na kwa kifupi nilikuwa sema alikuwa ni game changer kwa sababu tumeona hata kwenye baadhi ya shuhuda ambazo zimetolewa na watu mbalimbali wanasema alikuwa ni mtu wa kwanza kuiona fursa ya kutoa vitu kutoka China kuvileta hapa Tanzania na hata kuimpress baadhi ya wapambaji na wapambanaji wengine kuweza kufika mbali, kufanya kazi kubwa kwa ufanisi na kwa ustadi mkubwa. Kwa hiyo tumepata pigo kubwa sana kwa watoa huduma wa Mwanza na tunatamani ule upendo aliotuachia, aliotuonyesha, tuendelee nao, tudumu nao, tupendane daima. Watu wengi wamemwimba ni mtu ambaye alikuwa na upendo sana. Nje ya upendo, wewe unajifunza kitu gani hasa? Nje ya upendo alikuwa ni mtu wa watu. Mama alikuwa ni mtu wa watu. Alafu pia alikuwa hataki kuonyesha matatizo yake kwenye matatizo yako. Yaani wewe unaweza ukaenda na changamoto lakini yeye akakusaidia bila kukuambia changamoto alionayo. Yaani imagine unaweza ukafika ofisini kwake labda anapata huduma kwa sababu alikuwa na shida ya mgongo, wakati mwingine unakuta anafanyiwa massage, anapata huduma. Wewe umehudumiwa ila kuna kitu unahitaji na umebeleza pesa. Anakuja anakusikiliza, anaruhusu upewe alafu aendelee kupata huduma kule. Yaani ni kitu ambacho ni kitu cha kipekee sana. Ni kitu cha kipekee sana kwa mtu mdogo kuthaminiwa na mtu ambaye ameshafika mbali, ameshaenda nchi mbali, nchi nyingi na nini. Ni kwa kweli alikuwa na moyo wa kipekee sana. Shukrani sana. Asante sana. Na poleni sana. Tumeshapoa, poleni pia. Okay, pamoja, safi.